tumekubaliana na tumetoa maelekezo. Kimsingi tumetoa maelekezo matatu. Elekezo la kwanza, tumewataka bodi ya wakurugenzi wasimamie ipasavyo kazi za ujenzi ili kuhakikisha kwamba kazi inakamilika ndani ya muda. Hayo ndio maelekezo sisi mawaziri tumeyatoa, na mimi nilikuwa mwenyekiti wa baraza la mawaziri la leo. Kwa Tanzania ndio ilikuwa wenyeji na waziri wa nishati wa Tanzania anayeongea ndio alikuwa mwenyekiti. Ilikuwa maelekezo ya kwanza. Maelekezo ya pili, tumewataka wataalamu, masuala yote ya kitaalamu yamalizwe na wataalamu ili tuharakishe ujenzi wa mradi huu. Na jambo la tatu, yako mambo ya mamlaka ambako miradi ipo. Bodi pamoja na wataalamu washirikishe sana taasisi, mamlaka ambako miradi ipo ili harakishwe kujengwa. Hapa Ngara kuna ofisi ya mkuu wa wilaya, lakini vile vile kuna ofisi ya mkuu wa mkoa kwa maana ya mkoa, na hivyo hivyo katika nchi nyingine. Kufanya hivyo kutaharakisha sana, kuharakisha utekelezaji wa mradi. Yako masuala ya jamii, yako masuala ya stahiki za wafanyakazi na kadhalika. Kwa tumetoa maelekezo matatu ili kuhakikisha kwamba mradi unatekelezwa ndani ya muda bila kuchelewa. Umuhimu wa mradi huu kwa kila nchi nimedokeza tu, lakini mradi huu utakuwa na sehemu kubwa mbili. Sehemu ya kwanza ni ujenzi wa mradi wa bwawa lenyewe ya kuzalisha megawati 27 kila nchi, jumla ya megawati 80. Kazi ya pili ni ujenzi wa transmission line, njia ya kusafirisha umeme mkubwa wa kilovoti 220 kila nchi. Kwa upande wa Tanzania, kutoka hapa Rusumo kwenda mpaka Nyakanazi umbali wa kilomita 98. Na katika mradi huo hapo katikati utasambaza umeme katika vijiji takriban 13 kwa upande wetu. Na mradi huo utaungana na Nyakanazi Geita umbali wa takriban kilomita 45. Kwa maana yake nini? Mradi huu utapeleka umeme kutoka hapa Rusumo kwa upande wa Tanzania kwenda mpaka Nyakanazi na baadaye kuingia kwenye gridi ya taifa kwenye njia inayotoka Geita. Sasa hao ni manufaa makubwa sana ya mradi huu. Lakini jambo lingine mahususi kwamba mradi huu umefadhiliwa na serikali tatu kutoka kwa wadau wa maendeleo, Benki ya Dunia na Benki ya Maendeleo ya Afrika. Lakini gharama ya ujenzi wa mradi huu kwa upande wa mradi wa kuzalisha umeme ni milioni $340 za Marekani. Na hii ni kila nchi imechangia takriban milioni 113 kila nchi. Na kwa upande wa njia ya kusafirisha umeme, yani transmission line, kilovoti 220, mradi utakuwa na gharama ya dola za Marekani 110, ambapo kila nchi na kwa Tanzania kwa upande wetu tumechangia takriban dola za Marekani milioni 36.7. Sasa maana yake nini? Tunataka mradi huu uoneshe value for money, ili kwamba ukianza kufanya kazi uwe na tija kubwa. Kwa nataka tu kusema, ndugu zangu wana habari, mradi huu sisi tumeazimia utekelezwe, ujengwe usiku na mchana, ujengwe wakati wa mvua na jua, ujengwe wakati wa mapambazuko, hata wakati wa giza karibu na asubuhi, lakini ukamilike Februari mwaka 2020. Kwa hiyo tumemwelekeza mkandarasi, tumemwelekeza bodi ya wakurugenzi kwamba mradi huu hautasogezwa mbele. Kwa hiyo watajipanga kadri iwezekanavyo kuhakikisha kwamba kama kuna mahara kumekuwa na ucheleweshaji kuanzia mwanzo, huo muda uwe compensated, ufidiwe na kitaalamu, ama kwa kuongeza wataalamu wengi wa kufanya kazi au kufanya masaa zaidi ya kazi, kwa sababu kwenye mikataba inaruhusiwa. Jambo lingine tumeeleza wataalamu wetu, siku ambazo ni za kazi lazima zitumike vizuri, na masuala yote ya vibali lazima taratibu zinazohusika pia zifuatwe ili utekelezaji wa mradi huu ukamilike ndani ya muda. Hayo ndio mambo ambayo tumetoa maelekezo na ndio tuliyojadili leo. Kwa ni matumaini yetu mradi utakamilika kadri ambavyo tumeelekeza, na tumeweka mkutano mwingine. Sisi mawaziri wa nchi tatu tumekubaliana kukutana kila baada ya miezi 6. Lakini kwa sababu ya kuharakisha mradi huu tumekubaliana tutakutana kwenye Kiingereza mnaita extraordinary meeting, mkutano wa dharura. Kwa tutakutana kabla ya mwezi wa 6. Tumepanga kukutana hapa katikati ili tutathmini kwa haraka mambo ambayo tumeazimia kutekelezwa kwa haraka. Hayo ndio mambo ambayo tungependa kueleza Watanzania, Wanyarwanda pamoja na Warundi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mradi huu una manufaa kwa taifa, kwa sababu utakapotoka hapa Rusumo ambapo ndio unazalisha umeme, itajengwa njia ya kusafirisha umeme mpaka Nyakanazi. Pale Nyakanazi mradi huu utasambaza umeme kwa ajili ya mikoa ya Geita, lakini pia kwa ajili ya mikoa ya Kagera,
mikoa ya Mwanza mpaka Shinyanga kwa kupitia gridi. Kwa hiyo kwanza utaongeza uzalishaji kiasi cha umeme kwenye gridi ya taifa, lakini pili utaboresha upatikanaji wa umeme katika mikoa yote ya Kagera, mikoa ya Geita, Mwanza na Shinyanga. Na kwa maana hiyo sasa mradi huu utakuwa unatekeleza yale malengo ya taifa ya kuhakikisha kwamba uzalishaji wa umeme unafikia megawati 5,000 ifikapo mwaka 2020.